Tupo eneo ambalo ni muhimu sana. Benki Kuu ya Tanzania BOT ni washiriki wakubwa sana katika maonyesho haya ya 88 kwa mwaka 2026. Kumbuka, ukishatambua soko unazalisha kwa tija, alafu unasemaje, tutatimiza malengo ya dira 2050. Hiyo ndio kauli mbiu, lakini eneo hili ni muhimu sana sana. Kumbuka miaka 60 hao wametimiza sasa, ambao wanasema uchumi imara na endelevu. Sasa tupo kwenyewe ndani ya Benki Kuu. Si unaona wamekaa kibenki kuu. Ukiingia huko bwana, harufu ya fedha tu. Sasa sijui na wenyewe mifukoni hivyo hivyo, tutajua hapa. Karibu, hii ni 88 Special na hii ni Channel 10. Nipo na mtumishi ambaye tayari atatuelezea kitengo nilichokuwepo, usimamizi wa fedha, usimamizi wa sekta ya fedha kwa ujumla wake. Najua huko mtaani huko mnapata tabu sana, suka ushadamu nini. Sasa sikiliza kwa makini. Ili vigezo hivi kwa taasisi ya fedha yoyote inatakiwa ifanye nini, na wewe Mtanzania ukitaka kujua kama hawa kweli wana ithibati ya Benki Kuu, wameruhusiwa kufanya hii shughuli ya kifedha, usidanganywe mtaani ukatapeliwa huko ukaanza kulaumu au kamwachia Mungu. Usimwachie Mungu, wenyewe wapo. Benki Kuu, habari ya saizi? Salama, habari za kwako? Nzuri sana. Unaitwa nani? Mimi naitwa Leila Mgandu. Ni afisa mkaguzi wa mabenki na taasisi za kifedha kutoka Kurugenzi ya Usimamizi wa Sekta ya Fedha. Wewe mabenki na taasisi za fedha tunazoziona hizo, SACCOS, wewe ndio kati ya wao wakaguzi? Yes, sisi ni wasimamizi. Ndio wasimamizi. Tuambie, vigezo vikoje na sheria zikoje kuhusiana na usimamizi kwa ujumla? Maana tunaona wengi mataasisi yanafunguliwa huko mtaani na watu wanafungua tu, na wengine wanakutana na jinai kwa maana makosa mbalimbali, wanazulumiwa, vitu kama hivi. Hebu waambie Tanzania sasa, ili wewe usidhulumiwe, taasisi ya fedha inatakiwa iwaje anaifanya shughuli hizo? Okay. Cha kwanza kabisa, taasisi ya fedha inatakiwa iwe ina leseni ya Benki Kuu. Taasisi za fedha tunazozungumzia ni pamoja na mabenki, watu wa huduma ndogo za kifedha wa daraja la pili kwa maana ya wasiopokea amana, kuna maduka kubadilisha fedha za kigeni, kuna makampuni yanayotoa taarifa za mikopo na wakopeshaji, kuna kampuni zinazotoa mikopo ya nyumba, pamoja na taasisi za karadha tunasema. Yani ni financial leasing companies. Kwa hizo inachotakiwa ziwe na leseni ya Benki Kuu ndio ziweze kufanya biashara hizo. Yes. Kwa hivyo kila taasisi ina mahitaji yake ya kipekee ya leseni. Ila kwa hizi taasisi ambazo ndo sasa hivi zipo common kidogo ni taasisi za wakopeshaji au watu wa huduma ndogo za kifedha wa daraja la pili wasiopokea amana, na ningependa tuendelee kutupitie mahitaji yake japo kwa ufupi. Cha kwanza kabisa, wanatakiwa wawe wana mtaji usiopungua milioni 20 kwa wakati wote wanapoendesha biashara zao. Lakini hizo taasisi zinabidi ziwe zina usajili. Kama ni usajili binafsi, ina maana atapata usajili wa jina la biashara kutoka BRELA. Na hilo jina kikanuni inabidi liishiwe na majina either microfinance, financial service, credit, microcredit au finance. Naitwa Bwana Fanuel Kijoji, natokea idara ya kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha. Sasa hebu tuambie, utaratibu wa malalamiko ukoje? Utaratibu wa malalamiko ni mrahisi. Kwanza kabisa, mwananchi ikitokea kwamba hajaridhika na huduma ambayo anaipewa na yule mtoa huduma za fedha au anahisi kwamba hajatendewa haki, basi hatua ya kwanza anapaswa kulalamika kwa yule mtoa huduma za fedha. Aeleze changamoto yake kwa maandishi, wampatie kopi kwamba aliwasilisha lalamiko lake kwenye hiyo taasisi. Baada ya hapo, ndani ya siku 14 asipojibiwa au hajaridhika na ule uamuzi uliotolewa, basi Benki Kuu inampa fursa ya kuja kuleta lalamiko lake Benki Kuu kwa njia ya mfumo unaitwa Sema na BOT. Huu ni mfumo wa kidijitali, unapatikana kwenye tovuti ya Benki Kuu ya Tanzania, na vile vile ili kumrahisishia mwananchi wa kawaida tumeuleta kwa njia ya simu pia. Kwa njia ya application ya simu vile vile uko mfumo wa Sema na BOT. Kwa wale wanaotumia simu za iPhone au simu za Android, akiingia Play Store ataikuta Sema na BOT.